Hali hiyo imetokea, ilikuwa na watumishi ambao walikuwa wanaenda vijiji jirani ambavyo viko mwambao wa ziwa Tanganyika. Walikuwa na majukumu ya kwenda kutoa huduma za kiafya. Watu hao inasadikika kuwa walikuwa 18 kwenye boti hiyo. Lakini katika idadi ya watu 18 hao, watu 9 waliokolewa wakiwa hai. Lakini pia watu 6 walitolewa ziwani wakiwa wamefariki kwa mujibu wa DMO, taarifa ambazo alithibitisha hivyo. Kwa hiyo watu 3 wamesalia ziwani ambao mpaka sasa tunaendelea kuwatafuta. Na watu hao 3 waliosalia jinsia yao ni ya kike wote waliosalia ziwani. Kwa hiyo kwa taarifa hiyo ya awali iko namna hiyo, lakini tunaendelea kupambana ili kuweza wenzetu kuweza kuwatoa waliosalia eneo hili la ajali. Waliosalia, ugumu wa zoezi ni kwamba eneo hilo ambalo limepata ajali pia kuna miamba kwa chini, na sadikika wenyeji wa hapa wa maeneo haya Kalalangabo wanatuambia kwamba hapo chini kuna miamba. Kwa hiyo ugumu unakuja katika zoezi la kuwatafuta, pengine watakuwa chini ya miamba hiyo, lakini tunaendelea na wataalamu wetu kuweza kuwatafuta mpaka hapo tutakapokuwa tumewapata. Mmoja wetu akipotea ni tatizo, sio kwa familia yake, ni kwetu wote. Manake sisi ni kitu kimoja na ni taifa moja. Kwa hiyo nimeona wape taarifa mtakuwa mmeipata, lakini inaonekana leo vijana wetu wapatao 18 wa afya, idara ya afya, walikuwa wanakwenda Kagunga, na Kagunga kama mnafahamu ni mpakani na Burundi. Kwa hiyo walikuwa wanakwenda kutoa chanjo asubuhi. Wakati wanakwenda kutoa chanjo, ndio bahati mbaya ikatokea upepo mkali ambao umesababisha boti ya halmashauri kupinduka. Kwa hiyo na ndani ya ile boti, ndugu zangu, kwa taarifa ambazo tumepewa, kulikuwa kuna wafanyakazi wa idara ya afya wapatao 18. Kwa hiyo boti ilipopinduka, wafanyakazi 6 wamefariki.